Mwajei aliniuliza swali akasema, dokta, mimi huwa kichwa kinauma sana jamani, na matiti yanauma nikikaribia period. Inawezekana wewe imekukuta hali hiyo au huwa unakutana na hali hiyo katika maisha yako. Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Ni kweli kuna baadhi ya kina mama na baadhi ya kina dada wanapokuwa wanakaribia kwenda hedhi, huwa kuna dalili mbalimbali ambazo wanakutana nazo ambazo sio za kawaida sana. Wakati mwingine zinampelekea dada au mama kushindwa kufanya shughuli zake za kila siku, na changamoto hiyo ukiwa nayo, mara nyingi kitaalamu watu tunaita premenstrual syndrome. Unakuwa na dalili mbalimbali ambazo zinakufanya wakati mwingine kukuzuia kuweza kufanya kazi zako za kawaida, maana kwamba labda unakuwa unapata maumivu makali ambayo wakati mwingine yanaenda kuharibu kabisa ule utamaduni wako wa maisha na kufanya wakati mwingine uweze kutumia muda mwingi kuweza kulala. Sasa changamoto hii huwa inawakuta baadhi ya kina mama na baadhi ya kina dada, si wote, na mara nyingi huwa inatokea wiki moja hadi wiki mbili kabla ya hedhi kuweza kuanza. Kwa mfano kwamba hedhi itakuwa ije wiki ijayo au wiki mbili zijazo, mama anaanza kupatwa na dalili fulani fulani ambazo nitazizungumzia. Dalili hizo mara nyingi zinakuwa zimegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kuna dalili za kawaida, lakini kuna dalili ambazo zinahusiana na masuala ya kisaikolojia, yani mtu anakuwa na changamoto za kisaikolojia. Tukianza na dalili za kawaida, tukianza kichwani, mama anakuwa anapata maumivu makali sana ya kichwa. Kwa mfano kama huyu anasema yeye anapata maumivu makali sana ya kichwa kabla ya hedhi au anapokaribia hedhi. Lakini tukishuka chini kidogo, mama anaweza kawa anapata hali ya kubeua, kwa maana kwamba tumbo lake linajaa gesi. Lakini vile vile kwenye matiti, mama atakuwa anapata maumivu ya matiti au chuchu zake kuona zimejaa sana, kitu ambacho wakati mwingine kama alishiriki tendo la ndoa na alikuwa atumia uzazi wa mpango, anaweza kahisi kwamba yeye ni mjamzito. Tukija kwenye tumbo, mama anaweza kawa na, kama nimesema, kujaa gesi, lakini vile vile tumbo lake kuwa limejaa, kupata maumivu makali sana ya tumbo ambayo yanamfanya mama aweze kupumzika au wakati mwingine aweze kuomba ruhusa kazini, ashindwe kufanya shughuli zake za kawaida za nyumbani na kuweza kutumia muda mwingi kuweza kulala, au mpaka atumie dawa za kupunguza maumivu ndipo aweze kufanya shughuli zake au aweze kuendelea na kazi. Ni changamoto kwa kweli, na baadhi ya kina mama wao wanakumbana na hiyo changamoto, poleni sana. Lakini vile vile mama anaweza kawa anapata hali ya kuharisha, lakini vile vile kupata choo ngumu. Kuna baadhi ya kina mama yeye atakuwa anapata hali ya kushindwa kula au kupendelea sana kuweza kula. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo mama anaweza kuzipata, dalili ambazo za kawaida. Kama magonjwa mengine, unaweza kuwa na malaria, unaweza kuwa na homa za matumbo ukapata dalili hizo, kwamba ukaharisha au ukapata gesi na maumivu ya tumbo na vitu kama hivyo. Lakini kuna dalili ambazo ni za kisaikolojia, na hapa ndipo pana changamoto wa kina dada wa kina mama ambao wapo kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Huwa wakati mwingine zinaweza kapelekea kutokuwa na maelewano na mpenzi wake au na mume wake, lakini vile vile hata watoto au majirani, kutokana tu na mabadiliko au dalili hizi ambazo tunasema zikiunganishwa kwa pamoja na mama, kama zitamharibia utaratibu wake wa maisha au ule ubora wa maisha, kwa maana kwamba akashindwa kufanya shughuli zake, tunasema zinaitwa premenstrual syndrome. Zinatokea kabla ya kuweza kuona hedhi yako. Inaweza kuwa wiki moja, wiki mbili, wengine hata siku kadhaa kabla ya kuanza kuona hedhi. Dalili ya kwanza kabisa tunasema ni mood swing. Mama anakuwa na hasira, lakini vile vile muoga, wakati mwingine anaweza kaishia kwenye sonona. Yaani mama ukakuta ameishia kwenye sonona, na kama dalili zimeenda mbali zaidi au zimekuwa hatari zaidi, wakati mwingine atahitaji kutumia dawa za kupunguza sonona. Lakini vile vile mama mwingine anaweza kawa anapata sana usingizi wa kulala sana na kushindwa kufanya shughuli zake kama nilivyosema, au mwingine anakosa kabisa usingizi. Kuna wengine atakuwa anakula sana, mwingine anapunguza hali ya kula. Anakuwa hana maelewano, wakati mwingine anakuwa na hasira za hapa na pale, kitu ambacho kinaweza kapelekea kashindwa kuzungumza na watu wengine. Lakini vile vile kama nilivyosema, anaweza kawa anakosa usingizi, na hii kachangia sasa maumivu ya kichwa, kushindwa kuwa na maelewano na wengine, akawa anapata uoga. Lakini vile vile kama nilivyosema, akakosa usingizi na dalili nyingine nyingi sana ambazo mara nyingi zinakuwa ni hatari, maana yake zinahusiana sasa na changamoto ya kiakili. Kama nilivyosema, wakati mwingine zinaweza kapelekea mama akaishia kuwa na sonona. Sasa suluhisho lake ni nini? Mara nyingi huwa tunasema itakuwa uweze kuangalia. Kuna baadhi ya mambo inawezekana wewe unayafanya kama mtindo wako wa maisha ambao sio mazuri. Kwanza inawezekana ufanyi mazoezi.
Kama ufanyi mazoezi, ni vyema kuhakikisha kwamba unafanya mazoezi. Lakini kama ulikuwa mwenyewe una tabia ya kutopata usingizi, labda una msongo wa mawazo kutokana na sababu nyingine, huna hela, umekopa hela kwenye vikoba, au unashindwa, au kuna mahusiano yako kuna changamoto, basi ni vyema uweze kusuluhisha hayo matatizo ili uweze kuwa salama na uweze kupata usingizi. Lakini vile vile ni vyema kuhakikisha kwamba sasa, kama nilivyosema, ufanyi mazoezi, basi hakikisha umefanya mazoezi na kuweka mwili wako katika hali ya kiafya. Lakini vile vile tunashauri baadhi ya kina mama, kama huna mpango wa kuzaa, mara nyingi unaweza kutumia njia za uzazi wa mpango ili kuweza kuepusha ule mzunguko wa hedhi wa kila mwezi, kwa sababu kunakuwa na mabadiliko ya homoni. Lakini vile vile suluhisho lingine, unaweza kutumia baadhi ya multivitamin kama vitamini B6, lakini vile vile baadhi ya madini kama magnesium, calcium. Kuna baadhi ya kina mama wana upungufu hayo madini, ndio ambayo yanachangia. Lakini wakati mwingine kama unapata maumivu makali sana ya tumbo kabla ya hedhi, unaweza kutumia dawa za kupunguza maumivu. Mara nyingi tunasema zile NSAIDs ambazo kama Ibuprofen, lakini vile vile na dawa nyingine jamii ya hizo. Sasa ndakuwa angalie kama una kiungulia au hauna. Lakini vile vile kama ulikuwa una changamoto za kupata usingizi, basi ni vema kuweza kumuona mtaalamu na uweze kupata usingizi wa kutosha. Kwa hiyo changamoto zote ambazo zinakuwa zinatokea, labda kwa mfano haunywi maji ya kutosha, ni vyema kuhakikisha kwamba unakunywa maji ya kutosha, labda lita 2.5 kila siku. Lakini vile vile punguza pombe, punguza kafeini ambayo inapatikana kwenye kahawa, chai. Punguza hiyo vitu, vinaweza kufanya ukapata usingizi. Lakini vile vile kama unapata maumivu makali, basi ndo unaweza kutumia dawa za kupunguza maumivu. Lakini kama una changamoto sasa ya msongo wa mawazo uliopitiliza, ni vyema kumuona daktari, atakuandikia dawa za kuhakikisha kwamba kuweka mood yako iwe vizuri. Na tunajua sababu kubwa haya yote ambayo tunazungumza, hizi premenstrual syndrome, ni mabadiliko ya homoni. Homoni zile za uzazi, estrogen, progesterone, zinapopungua na kuongezeka, ndizo ambazo zinachochea mama awe na dalili hizo. Lakini vile vile kuna homoni ambayo ipo kwenye ubongo, au tunaita kisafirishaji moja, ambayo inaitwa serotonin, ambayo inahusika na masuala ya mudi, lakini inahusika na masuala ya usingizi. Hasa inapobadilika hiyo homoni, ndio inaweza kupelekea hiyo changamoto. Na mtindo wako wa maisha, unakosa usingizi wa kutosha, unafanya sana kazi, lazima upate maumivu. Lakini vile vile kama labda wewe unataka kuwa na mtoto, lakini umekosa mtoto muda mrefu, wakati mwingine hizo dalili za maumivu ya kwenye matiti na nini unaweza kuzitengeneza mwenyewe kisaikolojia. Kwa kama utakuwa na swali zaidi, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Na kama ulikuwa unajiuliza dalili za mimba ya mwanzoni kabisa, wiki 2 zinakuwaje, unaweza click suggestion hapo, kasikiza video kuhusiana na dalili za mwanzo wa ujauzito. Ukiwa na swali niulize hapo chini, nitakujibu. Karibu sana.